Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Teteh naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji na kipindi na mada hii ambaye tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshaitoa kwetu, nami kama kawaida nawaleteena katika lugha hii ya Kiswahili. Tema kama jinsi mnavyoiona inahusu ufundisho kuhusu chimbuko la mitala. Mitala kwa wale wasiojua ni ndoa ya wanawake wengi, yani zaidi ya mmoja. Hiyo ndio mitala kwa wale wasiofahamu, wasiojua mitala ni kitu gani. Katika maisha hauwezi kuzungumzia watoto aidha mtoto bila kuzungumzia wazazi, maana watoto hawatoki hivi hivi, lazima kuwepo na mbegu ya mwanaume ambayo itaingia ndani ya mwanamke ili kwamba baadaye mtoto apate kuzaliwa, na hapo hao wanaitwa ni wazazi. Na katika dunia hii kuna aina nyingi sana za wazazi. Yes, mtoto anaweza kuwa na wazazi wengi na nitajieleza zaidi sana, kwa sababu kuna wazazi wanaojua wajibu wao kama vile wazazi, kwamba wao wana watoto wao na wanatakiwa kuwahudumia kama jinsi wanavyotakiwa kuhudumia watoto wengine. Lakini pia kuna wazazi ambao wao hawajui wajibu wao, wanawatelekeza watoto wao, na zaidi sana tunapoenda kwenye upande wa wanaume, mara wengine wanaenda kuzaa halafu wanawatelekeza watoto wao, yaani ni mama ndiye atakayekuwa na mzigo wote kabisa wa kulea mtoto. Na kwa sababu watu kama hao mara nyingi haja yao utakuta kwamba ilikuwa tu ni ngono tu, basi amepata kile ambacho alichokuwa akitafuta. Na mwanamke anapomwambia kwamba nina ujauzito, atakwambia kuna baadhi ambao watasema sio wa kwangu. Inawezekana kweli sio wa kwake, lakini wengine watasema kwamba mimi sijakuwa tayari. Sasa kama hauko tayari kulea mtoto, waweza kupata mtoto, kwa nini ulienda kufanya ngono na mwanamke huyo? Na ikiwa ulifanya hivyo, kwa nini haukujizuia ili kwamba usipate mtoto? Hayo ni mambo mengi ambayo huwa yanatendeka. Sasa inapotokea kwamba huyu mtoto ambaye amekataliwa, jukumu linabaki kwa mama, mama anaendelea kumkuza mtoto, mtoto anakuwa mtu mzima, na baadaye akapata maisha, anakuwa mtu ambaye ana mali, ameshakuwa na mambo yake. Ndipo sasa mtaona baba anajitokeza, anakuja kumwambia unajua, mimi ndiye baba yako. Sasa mtoto akiwa na mazungumzo mengine tofauti, hapo dunia inaingia, watu wanaingia, huyu ni mzazi wako, samee, inatakiwa kuacha hivyo, wewe samea, endeleeni tu. Lakini kwa sababu hapo tayari kuna maslahi, ndio maana baba anakuja kuonekana sasa baadaye. Lakini kasema kwamba kuna aina mbalimbali za akina baba, yaani mtoto anaweza kuwa na baba mbalimbali. Kuna baba ambaye amekuzaa kabisa, ambaye ni wa asili kabisa, yule ambaye aliyeingiza mbegu ndani ya mama yako, huyu ni baba wa kwanza. Lakini pia kuna baba ambaye anaye asili, wanasema mkiingereza, yani adoptive father, yani yule ambaye atakuchukua kwa sababu labda wazazi wameshindwa na kuhudumia, mfano kulingana na ugumu wa maisha, wanaweza wakakuchukua ukaishi, wakakuchukua kama vile mtoto wao. Huyo hivyo anaweza kuwa ni baba, anaweza kuwa ni mama, yaani ni mzazi pia. Hilo lipo hivyo, lakini tunaongelea zaidi sana akina baba. Lakini pia kuna aina nyingine ya baba ambaye anaweza kuwa baba yako wa kiroho. Unaposema baba wa kiroho, sio hao wajanja ambao wako pale wanaojiita wachungaji, waalimu, manabii, kwamba huyo naye pia ni baba yako wa kiroho, atakupatia maisha gani ya kiroho. Ni kweli ni kiroho, lakini si kulingana na ukweli, tukasema hivyo. Lakini hao wapo ambao ni mwalimu wako kabisa. Kama sisi tuna baba yetu pia kiroho ambaye ni zaidi ya baba, ambaye ni mzaliwa wa pili, ambaye ni Zulula San. Hapo tunaweza tukaongea na tukajihisi furaha kuhusiana na hilo. Hiyo ni aina nyingine ya baba. Lakini pia kuna baba mwingine ambaye ulimwengu haumjui, haumtambui kabisa. Huyu baba anaitwa, yani ni baba mrisi. Baba mrisi namna gani? Na tutaenda kuwaelezea. Tunapojua historia ya yule ambaye wataita Solomon, lakini jina lake halisi anaitwa Monmon. Yeye alikuwa na wazazi hawa watatu. Yes, alikuwa na wazazi hawa watatu. Kuna baba yake ambaye ni mzazi wa asili ambaye tunajua ni Tondo, watakayeita Daudi, ambaye ni baba kabisa, ambaye yeye ndiye aliingiza mbegu ndani ya mama yake ili kwamba yeye Monmon apate kuzaliwa. Na katika tena maana ya kiroho kuhusiana na mtu mweusi, Monmon tena ana baba yake ambaye ni Mutu ambaye ni mtu wa kwanza kabisa mweusi, naye pia ni baba yake ya Monmon katika uhalisia unaojulikana. Lakini pia kwa upande wa Monmon pia ana baba mwingine ambaye anaitwa kwa jina la Mawala. Mawala ndani ya Biblia za kisasa watamuita kwa jina la Lameki. Ndio maana siku ya leo tutaenda kuongelea
Mawala. Mtaenda kujua mambo mengi sana, kwa nini Mawala ambaye wataita Lameki alikuwa baba wa Monmon, wakati tunajua kwamba wote hawakuishi katika kipindi kimoja. Namna gani anaweza yeye, sio hakumzaa, ni baba yake kwa namna gani? Kwa hiyo msijali, tutaenda moja kwa moja kuwaelezea. Kama kawaida, tutaingia ndani ya Kalata Ndimsi, lakini pia tutagusia kidogo katika kitabu cha Demonolojia ili kwenda kuongelea hii tema, hii mada, na hapo ndio tunaona sasa chimbuko la mitaala limetoka wapi, ni namna gani mitaala ilivyoanza, ni akina nani aliyeanzisha kabisa sakata hilo la kutaka kwamba mwanaume awe na wake zaidi ya mmoja. Hilo jambo limetokea wapi? Tunaenda katika kitabu cha Ebotedi ndani ya Kalata Ndipsi, sura yake ya kwanza kuanzia mstari wa 380. Inaanza kusema hivi: alipoona kwamba alikuwa amemuua babu yake mwenyewe. Tunasimama kwanza hapa ili kuambia ni nini ambacho kilitendeka. Huyu anayehadisia, anayeeleza hii historia ambayo ilitendeka hapa, sio mwingine bali ni Moto mwenyewe. Ni Moto ndiye anayeeleza hapa, ndiye aliyeandika yale ambayo aliyotendeka. Sasa anaposema kwamba Mawala alipogundua, huyu anayeongelewa hapa ni Mawala, wakati alipogundua kwamba amemuua babu yake bila kukusudia. Hapa Moto ameweka babu yake, yani babu wa Mawala, na b ndogo, hapana b kubwa. Kwa nini? Mtajiuliza kwamba ameweka na b ndogo na si b kubwa. Kwa sababu tunajua kwamba mababu na b kubwa ni wale mababu waliotembea kulingana na neno, lakini pia tunajua kwamba Pongise, ingawa kweli kweli kuna wakati ambapo alikosea, lakini ni babu ambaye anatakiwa kuandikwa na babu ya b kubwa, kwa sababu hakuwa mtu ambaye asiyeanzishwa, hapana, alikuwa ameanzishwa. Lakini kile ambacho kilichofanya kwamba wakati ambapo mtu anapoandika hapa kwamba Mawala alipogundua kwamba alimuua babu yake mwenyewe, hiyo babu akaweka na bii ndogo, ni kwa sababu yeye Moto ndiye babu mkubwa kabisa wa kina nani, wa kina Mawala. Kwa hiyo hawezi akaweka bei kubwa wakati yeye ndio mwanzo, ndio chanzo cha kila kitu. Lakini wakati ambapo Mawala yeye atakapozungumzia kuhusiana na babu yake ambaye ni Pongise, hapo anaweza akaweka babu na bii kubwa, lakini kama ni Moto ndiye anayeelezea, hawezi akaweka bii kubwa. Naongea hivi kwa sababu huu ndio uanzishwaji, huu ndio ukweli ambao upo, kwa sababu ndani ya vitabu hivi unaposoma, yani unaangalia herufi kubwa ndogo. Kwa nini? Hili ina maana yake, sio kwa bure muone mambo kama hayo ambayo ninayoyaongea. Kwa hiyo anaelezea, Moto anaelezea, anasema kwamba Mawala kweli kweli aliua babu yake mwenyewe kabisa, na sio kwamba aliua hivyo kwa kukusudia, hapana, lakini aliua na bila kukusudia. Anaendelea hivi: alipoona kwamba alikuwa amemuua babu yake mwenyewe bila kukusudia, Mawala alikasirika sana, kuna mabano, akitembea bila kukusudia katika njia ya uanzishwaji ya roho wa hasira kali. Tunasimama kwanza hapa. Kwa hiyo Mawala wakati alipogundua kwamba amemuua babu yake ambaye ni Pongisi, ambayo wataita Kahini, maana ndani ya Biblia za kisasa hawajawaambia namna gani huyu Kahini alivyofariki, lakini hapa tumeshatoa mafundisho namna gani haya mambo yalitendeka, namna gani, hata tunagusia kidogo ili mjue wapi chimbuko la mitaala lilitokea. Kwa hiyo aliingia katika hasira kubwa sana kuona kwamba amemuua babu yake bila yeye kukusudia. Na kitu gani ambacho kilitokea sasa baada ya kudhihirisha hasira hiyo ambayo aliyoingia na ndani yake wakati alipogundua kwamba amemuua babu yake? Na ndio maana tutaona kwamba moja kwa moja roho ya urisi huwa inafuata hata watoto pia. Roho ya urisi namna gani? Kwa sababu tunakumbuka vizuri kwamba wakati ambapo Pongisi ambayo wataita Kaini alipomuua mdogo wake Mundiwe ambayo wataita Abeli, kwa sababu Abeli aliua mwanakondoo ambaye ni Kweledi. Hilo jambo, kabla ya kumuua mdogo wake, yeye Pongisi aliingia katika hasira kali, yani hasira kwelikweli, akamkaba mdogo wake, akachukua kisu, bum, akampitisha, akamuua, kama gesi historia tunavyojua. Hicho kitendo pia kilitokea kwa nani? Kilitokea yeye Mawala ambaye ni mjukuu, kwa sababu ni kama vile ni roho ya urisi, yani amerisi kile ambacho babu yake alichokifanya naye pia hapo awali. Nafikiri hapa munaelewa vizuri. Kwa hiyo inarejea pale pale tena. Ndio maana inasema Mawala alikasirika sana, kuna mabano, akitembea bila kukusudia katika njia ya uanzishaji ya roho wa hasira kali, tunafunga mabano, na kumrukia mdogo wake Dibokimene kwa kisu kingine kikubwa na kumuua kwa hasira yake.
roho wa kifo na roho wa hasira kali zilimkataa. Maana yake ni nini? Kwa hiyo alimshika mdogo wake kwa hasira kwa kitendo ambacho mdogo wake alichokifanya. Kwa mujibu wake, alifikiri kwamba mdogo wake alimdanganya kwamba angalia, ni yule mnyama ambao alikuwa unatafuta. Yeye alisikia kitu kingine. Nikiingia ndani, ni historia ambayo ni ndefu, nimeshawahi kutoa namna gani haya mambo yalivyotokea, kifo chake kilikuwa namna gani Pongise. Ndio maana sipendi kugusia sana tema, isiwe ndefu zaidi sana kuhusiana na upande, maana ni mafundisho ambayo tayari yapo. Sasa wakati alipogundua kwamba mdogo wake alimwambia yeye hakuchunguza kwa nini haya mambo yametokea, sasa alipandwa na hasira, akamkaba mdogo wake, akamchinja, akamuua kabisa. Kwa hiyo hasira sasa, wanatuambia kwamba roho wa hasira kali alikuwepo hapo akitazama, hakufanya chochote, na haijamaanisha kwamba wakati alipokuwa pale kwamba huyo roho aliidhinisha hilo jambo ambalo alilotaka kulifanya. Hapana, lakini kwa sababu wao ndio watu wa kwanza kabisa kudhihirisha mambo haya ambayo tunayaongea kwa wakati huu, ni kama vile waanzilishi wa hayo mambo yote ambayo tunayaona hadi wakati huu yaliyopo, wao ndio waanzilishi kabisa. Kama kuna mauaji, kama kuna ujambazi, kama kuna kuua wanyama bila kwa kujifurahisha, mambo kama hayo yote ambayo tunayaona, chanzo ni wao wa kwanza huko, ndio waliofungua milango ambayo inafanya kwamba hali wakati huu nasi pia tuko katika hizo hali ambazo si nzuri. Sasa tutaenda kwa kina kuangalia, kuchunguza ni kitu gani ambacho kilimsukuma sasa ili kwamba apate kumuua mdogo wake. Tunajua kwamba kwelikweli kulikuwa roho wa hasira kali, ambayo yani hasira kali ilimshika, na inapomshika yani anaingia katika uanzishwaji, katika njia ya uanzishwaji ya roho huyo. Hakuingia katika uanzishwaji, yani hakuingia katika njia ya roho wa tafakari, ili kwamba aingie kwamba afikirie kwanza kwa nini hili jambo limetokea namna hii. Yeye aliingia katika njia nyingine ambayo ni roho wa hasira kali, na hapo matokeo yake tumeona ameua mdogo wake. Sasa roho wa kifo na roho wa hasira kali zilimkataa. Kwa hiyo wakati alipomuua sasa tena mdogo wake, ndipo hizo roho mbili, roho wa hasira kali na roho wa kifo, hawakuidhinisha hicho kitendo alichokifanya. Ni kupenda kusema kwamba, ndugu zangu, kunapokuwa kifo, lazima muelewe kwamba roho wa kifo anakuwepo hapo. Hata kama tuchukue mfano, unapotaka kukata mti, unapokata mti ni kifo pia, roho wa kifo naye pia yuko pale pale. Kwa hiyo msifikiri kwamba roho wa kifo yupo tu nyuma ya watu tu wanapouana aidha nini, no. Katika vitu vingine mbalimbali roho wa kifo naye pia yuko pale. Hilo mlielewe vizuri. Kwa hiyo nyuma ya kila kitu kuna roho. Sasa inatakiwa sasa ijulikane ni roho ya namna gani. Hicho ndio kitu ambacho ni muhimu zaidi sana. Alafu kitendo hicho kilitokea huko walikokuwa, moto alikuwa bado yuko katika hali inayoonekana. Ndio maana anasema moto na mimi, yani yeye moto, niliona pia kiroho kutoka kwenye makazi yetu, tulihisi kupasuka, yani kuna mabano, kifo cha mwana wetu Pongise. Kwa hiyo kitendo ambacho kilichomtokea Pongise cha kuuliwa bila kukusudiwa na mjukuu wake Mawala, moto na Muto wakiwa katika makazi yao walihisi hilo, lakini pia kiroho aliona hayo mambo yakitendeka. Lakini wakati alipoona haya mambo yakitendeka, kaka zake wa kiroho nao pia aliwaona, lakini walichomwambia ni kitu gani? Hautakiwi kuingilia kati, kwa sababu kila mmoja anatumia hiari yake. Hata wewe mwenyewe wakati ulipoamua kutumia hiari yako kwamba utakubali mafundisho ili kwamba muepushe mke wako asipate kuangamizwa, hakuna mtu ambaye aliingilia kati. Kwa hiyo wewe uone kile ambacho kinatendeka, uache hivyo, kila mmoja anatumia hiari yake. Na hali hii ya wazazi kuhisi kitu kinachotokea hata kwa watoto wao, hata kama wao hawapo, ni hali ambayo hata kwa wakati huu kuna baadhi ya wazazi wanahisi hiyo hali pia. Unaweza ukawa sehemu fulani, mtoto wako ameenda sehemu fulani, lakini mara moja unajihisi kama vile kuna kitu ambacho hakiko sawa.
aliko mtoto wako, unajisi tu no, kutakuwa kuna matatizo tu, yani unahisi kitu fulani kwamba kule ambako mtoto wangu yupo sina uhakika kama kuna amani, kwa sababu kuna muungano ambao upo kati ya mama na mtoto. Na haya ni mambo ambayo walio wengi, kwa sababu watu wameshajitenga sana na kiroho, ndio maana hawayahisi tena. Ila hata kwa wakati huu kuna wazazi wengine ambao mtoto labda ameenda sehemu fulani, ana mtoto ambaye ni mchanga bado, ambaye ananyonya, inaweza ikatokea kwamba anahisi kama vile matiti yanasisimka moja kwa moja, ndio kwamba mwanangu huko ameshakuwa na njaa, yani anatamani, ameshakuwa na haja ya kupenda nini, kunyonya. Kuna wazazi ambao wanahisi hili jambo. Kwa hiyo kwa sababu kuna connection, kuna muungano kidogo kuhusiana na nini, kuhusiana na mtoto. Ni kupenda tu kuambia kwamba hili jambo halikuanza kwa wanawake, hapana, limeanza kwa mtu wa kwanza ambaye ni moto. Ndiye, kwa sababu hisia zote ambazo mtu anaweza akawa nazo haziwezi katoka nje ya moto, zimetokana na moto kwanza. Chochote ambacho unaweza ukahisi, uelewe kwamba mwanzilishi kabisa wa haya mambo ni nani? Ni moto kwanza. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mnatakiwa kuelewa. Kwa hiyo moto akasema, tulihisi kupasuka, yani kifo cha mwana wetu Pongise. Kwa hiyo moto aliona hayo, lakini hakutakiwa kuingilia kati, kwa sababu kila mmoja anatumia hiari yake. Ghafla Mutatedi alimtokea Mawala. Mawala aliogopa sana na akaanza kutetemeka. Kwa hiyo wakati ambapo Mawala tayari ameua babu yake bila kukusudia, lakini tena akaua na mdogo wake Dibokimene. Huyo alimuua kwa sababu ya hasira tena kali ambayo iliyomshika, kwa sababu kwa mujibu wake hakuona vizuri, ni kama vile alimdanganya. Kwa mujibu wake akamuua pia mdogo wake. Kwa hiyo ameua watu wawili hapa, mmoja bila kukusudia, hata wapili pia hakukusudia, kwa sababu kuna hasira kali ambayo iliyomwingia ndio akafanya hivyo. Bila hiyo hasira kali asingeifanya kitendo kama hicho. Tayari maiti mbili ziko pale, watu wawili wamefariki. Sasa kitendo hicho ndio hapo hapo ghafla Mutatedi atamtokea Mawala. Ndio maana mnatakiwa kuelewa kwamba huyu tunayeongelea hapa Mawala, ambaye wataenda ndani ya Biblia za kisasa kwa jina la Lameki, alikuwa patriarki ambaye ana nguvu kwelikweli za kiroho, hauwezi ukaamini. Kwa nini? Kwa sababu kikawaida unapokuwa katika kosa hauwezi ukaona roho agizo kula vitu. Kikawaida hauwezi, hauna uwezo, kwa sababu uko katika kosa. Lakini akiwa hata bado katika kosa hilo, lakini aliweza kumuona Mutatedi. Mutatedi alimtokea, na wakati alipomuona Mutatedi aliogopa kweli kweli. Na kwa nini aliogopa? Kwa sababu watu mnatakiwa kuelewa kwamba hukumu ya wengine sio mwisho wa kila kitu. Hukumu ya wengine inaanzia hapa hapa duniani. Wengine wanahukumiwa hapa hapa, mengine yatafuata huko kujua kama yatakuwa namna gani. Kwa sababu kitendo cha Mawala kwenda kumkaba mdogo wake, mnafikiri mdogo wake kumrazi alijisi namna gani? Alihisi woga kweli kweli, woga wa kutisha kweli kweli. Hilo mnatakiwa kulielewa. Na hivyo ndio maana hata pia Mutatedi anapomtokea yeye Mawala naye pia lazima ahisi woga kama gisi mdogo wake alivyohisi woga wakati yeye Mawala alipokuja kumshika ili kumuua, kwa sababu yuko katika kosa, ametenda kosa. Kwa hiyo kile ambacho mdogo wake alichokihisi kuhusiana na woga, inatakiwa naye pia Mawala ahisi hivyo, lakini yeye ni wakati ambapo amemuona Mutatedi amemjia. Sasa muda huu Mawala wakati anapomuona Mutatedi, hukumu yake inaanza tayari. Hukumu yake tayari imeanza. Kitendo cha kuanza kuhisi woga, ameshaanza kuingia katika hukumu yake kwanza moja kwa moja. Mwelewe vizuri. Alafu anaendelea kusema, Mutatedi akamwambia, wewe pia muda huu umeonja katazo. Wewe pia muda huu umeonja katazo, kwa sababu kuna wengine ambao waliofanya hivi walionja katazo. Tunaona kwamba yeye babu yake ambaye ni Pongise aliua mdogo wake, lakini pia tunaona mdogo wake naye pia aliua mnyama ambaye ni Kweredi. Kwa hiyo naye pia ameua bila kukusudia babu yake, lakini pia akaua mdogo wake ambaye ni Dibokimene. Kwa hiyo Mawala atafanya hivyo, atajihisi kwelikweli woga, kwa sababu tayari ameshaingia katika hukumu yake. Sasa
Mutatili ataendelea kusema tendo la kuchukiza ulilolifanya hivi punde litadhihirisha kinyume cha umoja katika hali inayoonekana ambacho ni jina lako mwenyewe. Kwa hiyo Mutatili anamwelezea, anamwambia Mawala kwamba hichi kitendo ambacho ulichokifanya hichi cha kuua watu wawili, hichi kitendo kitadhihirisha kinyume cha umoja, na hicho kinyume cha umoja ni jina lako. Kinyume cha umoja ni jina lake. Maana yake ni nini? Jina lake anaitwa Mawala. Mawala maana yake ni nini? Mawala maana yake ni mitaala, ndio maana ya jina Mawala. Kwa hiyo hicho kitendo ambacho umekifanya wewe kwa nyakati zinazokuja kitasababisha mitaala hivi. Sijui kama unaelewa hilo. Kwa hiyo Mawala jina lako ndio mitaala, yani utofauti, yani kinyume cha umoja, kwa sababu mitaala ni kinyume cha umoja. Sijui kama unaelewa hivyo. Yani kunapokuwa na mitaala, yani ni kinyume na umoja, na kitu ambacho ni kinyume na umoja sio kitu kizuri. Na hicho ndio kitu ambacho Mutatili anaanza kumwambia kwamba hiki kitendo ambacho umekitenda kitadhihirisha kinyume cha umoja katika hali hii inayoonekana ambacho ni jina lako. Kwa hiyo kitendo ambacho Mawala alichokitenda, kitendo ambacho alichokidhihirisha kilikuwa ni chukizo, kwa sababu hicho kitendo kitaleta mabadiliko katika hali hii inayoonekana kwa vizazi vingine vitakavyokuja hapo baadaye. Vitafanya mambo ambayo sio mazuri kutokana na huu mlango ambao wao pia umekuja kuufungua. Hapo sasa ndio maana akaingia tena katika uoga wa hali ya juu, kwa namna gani amefungua huu mlango ambao utasababisha wengine wataingia, watatumbukia ndani. Ila Mutatili akamwambia ila kuna lakini kuna mabano ume hukumiwa katika mizani ya ufahamu wa kina, kwa sababu tunajua kwamba Mutatili yeye hayuko katika majira na nyakati kama sisi. Kwa hiyo wakati ule anapoongea na Mawala, hayuko katika muda wa Mawala. Yaani Mutatili ni muda uliopita kabisa wa Mawala, lakini kwa Mawala ni muda wake uliopo yeye. Sijui kama unaona hilo. Kwa hiyo ndio maana hapa anamwambia lakini yaani ni kitu ambacho kitakuja, utahukumiwa, ni kitu ambacho kimekuja. Ndio maana ndani ya mabano imewekwa yaani lakini umehukumiwa. Kuhusiana na Mutatili tayari amehukumiwa, lakini kuhusiana na yeye Mawala atahukumiwa. Ndio maana utahukumiwa katika mizani ya ufahamu wa kina. Kwa hiyo ndivyo tunavyoona, kwa mfano katika mahakama mbalimbali za nchi mbalimbali, ikiwa umetenda kosa, kitendo ambacho ni cha uhalifu, wanaangalia kama hicho kitendo ambacho umekitenda ni kimakusudi aidha hapana, na ikionekana kwamba ni makusudi utaadhibiwa tofauti na yule ambaye ametenda kitendo hicho bila kukusudia. Kwa hiyo wanaangalia ni namna gani, kwa nini umefanya hivi, ulikuwa na lengo gani, aidha nia ilikuwa ipi nyuma ya hichi kitendo ambacho ulichokitenda. Kwa hiyo ndio maana yeye kitendo chake ambacho atakachokitenda kitapimwa kwenye mzani wa ufahamu wa kina zaidi sana, lakini anaambiwa kwamba hapana, usifikiri kwamba labda utapelekwa kwa wale ambao malaika walioanguka, kwa sababu wakati huu demoni zilikuwa bado hazijazaliwa. Usiwe na wasiwasi kuhusiana na hilo, kwa sababu dhambi yako, kitendo chako kitapimwa, kitahukumiwa kuhusiana na kwa nini umefanya hivi, kwa nini umefanya vile. Alafu akasema hii kabla ya kujitenga muungano wako na hali inayoonekana, yaani kabla ya yeye kutoka katika hali inayoonekana, lazima ya mambo, yaani hukumu hiyo itafanyika tayari. Na hii hali inayoonekana ni katika herufi kubwa. Hali hii H ni herufi kubwa na E ni herufi kubwa, kwa sababu Mutatili anapoongea na Mawala kuhusiana na kitendo alichokifanya hapa, yaani yeye anavyochukulia kitendo cha Mawala kuua
hawa watu waliowahua, na kile ambacho watakachokizihirisha baadaye. Hakichukulia hichi kitendo kama gisi watu wanavyochukulia mambo katika wakati huu, aweza katika hali hii inayoonekana ya baada ya anguko. No, na nitaenda kueleza namna gani aya zinapenda kumaanisha kitu gani. Hilo ndio mnatakiwa kuelewa, kwa sababu mnatakiwa kuelewa kwamba Mawala yeye pia tukasema ni kizazi cha kwanza, kama vile akina Pongisi nao pia ni vizazi vya kwanza, yani ni wale ambao waliokuwa wa kwanza kutenda dhambi, kwa sababu dhambi ilikuwa bado kwao jana, na hiyo ilikuwa bado haijawahi kutokea. Kuua hilo ilikuwa bado, lakini Pongisi akaua, Mundiwa akaua. Wao ni wa kwanza, wao ndio waliofungua mlango wa namna gani mtu anaweza kaua, maana wao wasingefungua mlango kama hakuna mtu ambaye angekuwa na uwezo wa kumuua mtu mwingine kimwili. Lakini kwa sababu walifungua mlango na ni wao ndio chanzo, ndio mwanzo kabisa, ndio kizazi cha kwanza, kwa hiyo hukumu yao itakuwa tu ni tofauti sana na wale wengine ambao watakao kuja hapo baadaye. Hakuna upendeleo, lakini ndivyo ilivyo. Ndio maana Mutadida akasema, kwani matendo yako ya sasa pia yatatajwa na kuandikwa katika sheria 77 za kichawi ambazo zitajitokeza wakati tunaojua. Kwa hiyo Mutadidi atasema kwamba, atamwambia kwamba katika mizani ya ufahamu wa kina tunajua kwamba kwelikweli haukutenda jambo hili kimakusudi. Sijui kama mnaelewa hivi. Tunajua kwamba haukutenda kimakusudi, lakini pamoja na hilo umelitenda, si ndio? Ndio, kwa sababu haukuingia katika mawimbi ya roho wa tafakari, bali uliingia katika mawimbi ya roho wa hasira kali. Hiyo ndio tatizo. Kwa hiyo kutokana na hilo nawe utapata adhabu, lakini adhabu yake tutaenda kuiona iko ya namna gani, lakini nakuhakikishia kwamba hautapita kwenye hukumu, kwa sababu wewe pia ni kizazi cha kwanza. Hautapita kwenye hukumu kwa sababu nawe pia ni kizazi cha kwanza ambacho haya mambo yalikuwa bado hayajawahi kujitokeza. Alafu anaendelea kusema, kwani matendo yako ya sasa pia yatatajwa na kuandikwa katika sheria 77 za kichawi ambazo zitajitokeza wakati tunaojua. Yaani hizo sheria 77 zitajitokeza, na yule ambaye atafanya hizo sheria zipate kutokea wakati huu ambapo Mutadidi anaongea na Mawala hajazaliwa. Huyu ambaye atazileta hajazaliwa. Nani? Ni demon, na hiyo demon tunajua jina lake, lakini sitaitaja hapa. Wakati huu hiyo demon ilikuwa bado hajazaliwa, lakini kitendo ambacho yeye amekitenda kitaandikwa katika sheria 77 za kichawi ambazo zitakuja hapo baadaye, baada ya miaka na miaka tuseme. Kwa hiyo kitendo ambacho umekitenda Mawala, uelewe kwamba kimebaki na kitajizihirisha tena katika vizazi vinavyokuja. Maana yake na wewe pia umefanya nini? Ni kama vile umejenga kitu ambacho kitabaki, yaani kuna msingi ambao umeanza. Maana babu yako ambao tunajua kwamba ni Pongise, naye pia aliua, na mdogo wake wa babu yako naye pia aliua mnyama. Mnaona hicho kitu? Kwa hiyo hao wote waliacha ni misingi tayari ambao wameshaiacha. Na wewe pia umekuja umefanya hivyo, umeua. Kwa hiyo nawe pia umeacha alama, na kutokana na hicho sasa, hicho kitendo, yani ulimwengu wa giza la kichawi, kuna sheria zao za kichawi ambao watazileta kwa wakati tunaojua sisi, roho za giza kula vitu. Hicho kitendo ambacho umekifanya watakiingiza nacho pia ndani ya hizo sheria zao 77 za kichawi. Muda fulani baada ya matukio haya, Mawala alijichukulia kuna mabano msingi, mwanzo, kwanza tunafunga mabano kama wake zake, kuna mabano wa kimwili, tunafungua mabano usumbufu, kitendo cha kuchafua dhambi, tunafunga mabano wa kimwili, vitivo viwili, kuna mabano yani wake, kuna mkato wawili kati ya dada zake. Maana yake ni nini hapa? Mawala sasa, kutokana na kitendo aidha na vitendo hivi viwili vya kuua, anaua babu yake, anaua mdogo wake. Sasa baada ya muda Mawala atachukua dada zake wawili kama wake zake. Mwelewe vizuri, huyu ndio mwanaume wa kwanza katika hali inayoonekana wa mwili nyama, ambaye ni wa kwanza kuwa na mitaala. Ndio chimbuko la mitaala ni Mawala, ambao utaita Lameki. Sasa kosa sio kwamba kwa sababu alioa dada yake, hapana. Kosa ni kwa sababu alioa dada zake.
Sijui kama naelewa hivi, kwa sababu wakati huo mtu kuoa dada yake kilikuwa kitu ambacho kimekubaliwa, sio dhambi, haikuwa ni kosa katika kipindi hicho. Na hayo mambo yalibadilika sasa hadi kwenye kizazi cha tindi. Hapo ndipo sasa ilikatazwa, watu hawatakiwi tena kuoa dada zao, kwa sababu kuna mambo ambayo yaliyobadilika hapo. Hilo jambo mnatakiwa kulielewa. Kwa hiyo sio kosa kwamba umeoa dada yako, hapo hakuja kuwa tatizo, kwa sababu hiyo iliruhusiwa. Lakini kwa sababu umeoa dada zako, maana kipindi hicho haina shida, unaweza ukaoa dada yako lakini sio dada zako, kwa sababu unaingiza kitu kingine ambacho kinaitwa, yani ndio utofauti, yani kinyume cha umoja ambao unaingia moja kwa moja. Sasa ataenda kuwataja hawa wake zake ambao ni dada zake. Atasema jina la wa kwanza lilikuwa Dolise, ambayo itamaanisha uhakika. Alafu inaeleza namna gani Mawala alikuwa na uhakika kwamba alikuwa amelenga uzao wa Njom, joka kubwa dragon. Njom ni nani? Njom ndio yule nyoka ambaye anaandikwa ndani ya kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kwamba alikuja, kwa mujibu wao, kwamba alikuja kumdanganya Eve. Huyo joka kubwa ambayo ni dragon, yeye anaitwa kwa jina la Njom. Njom maana yake ni sababu. Sasa kwa sababu hivi ndivyo alivyofikiri, yeye alikuwa na uhakika kwamba alikuwa amelenga kutupa kabisa hiyo silaha aliyokuwa nayo kwa mmoja kati ya uzao wa Njom, joka kubwa dragon. Kumbe alijidanganya, kumbe alitupa yeye kuona hivi, kumbe ameua babu yake ambaye ni Pongise, ambaye wataita Kaini. Kwa hiyo kitendo cha kuchagua huyu dada yake, kwa sababu alikuwa na dada zake wengi sana, sio hawa wawili tu, lakini hakuchagua kwa sababu ya kuchagua. Aliangalia hata maana ya jina la dada yake huyu ambaye anaitwa Dorisi. Alielewa kwa nini achukue dada yake anayeitwa jina hili la Dorisi, kwa sababu alikuwa anafahamu kwamba kitendo alichokitenda yeye ni kwa sababu fulani. Yaani huyu dada yangu ambaye nitamchukua mimi, ambaye ataitwa Dorisi, anaweza kuniondoa katika hali hiyo, kwa sababu mimi nilikuwa na uhakika kwamba ninaua, aidha ninatupa hii silaha kwa uzao wa Njom. Ndio maana atachukua dada yake anayeitwa uhakika, ambaye ni Dorisi, maana yake uhakika. Kwa hiyo huyo Dorisi atamchukua katika lengo la kuzuia, la kuziba pengo hiyo, wakati alipomuua babu yake bila kukusudia. Sijui kama mnaelewa hili. Hichi ndio kitu cha kwanza. Sasa walio wengi katika hali inaonekana, wao wachungaji wasio wote wanaojiita wachungaji, hamwezi mkawasikia wanaongelea kuhusiana na Mawala Lameki, kwa sababu wataongelea Lameki, hawajui wataongelea nini kumuhusu kwa sababu hawana taarifa yoyote ambayo inatendeka kuhusiana na Lameki. Watasema Lameki, wake zangu sikilizeni, nimeua watu wawili. Sasa umeua watu wawili, ni akina nani? Hakuna maelezo. Kwa hiyo hii ndio historia ambayo ilitendeka, ndugu zangu. Sasa anasema jina la wa kwanza lilikuwa Dolise, yani uhakika. Mawala alikuwa na uhakika kwamba alikuwa amelenga uzao wa Njom, joka kubwa dragon. Na jina la wa pili Edingedinge, Edingedinge, ambayo itamaanisha kina, giza, funikwa. Kuna mabano, Mawala alikuwa amefunikwa, ndio maana hakumuona Pongise katika giza. Sijui kama naelewa. Kwa hiyo dada yake wa pili ambaye atakuwa mke wake ataitwa kwa jina la Edingedinge, yani kama vile giza, yani ambaye mtu amefunikwa. Kwa hiyo alikuwa amefunikwa kwa sababu kulikuwa kagiza, hakuona vizuri, ndio maana akamuua babu yake. Maana yake ni nini? Maana yake asingelimuoa dada yake huyu wa kwanza ambaye ni Dorisi, angebaki tu akijiuliza maswali. Kwa nini nilikuwa na uhakika kwamba ni uzao wa Njom? Kwa nini nilikuwa nafikiri hivyo? Na asingelimuoa dada yake huyu anayeitwa Edingedinge, yaani naye pia angelibaki katika kujiuliza maisha yake yote hadi atakapoondoka katika linaonekana, akijiuliza kila wakati, kwa nini sikuona?
Kwa nini hapakuwa na mwanga mwingi? Kwa nini sikuona babu yangu? Yaani hayo maswali yangebaki hadi wakati atakapotoka katika linaonekana. Nanyi mnajua kwamba katika kipindi cha zamani mababu zetu walikuwa wakiishi muda wa kutosha, miaka mamia na mamia, na siku moja sio kama masaa 24 jinsi watu walio wengi kwa wakati huu wanavyoshikilia. Kabla muda haujapunguzwa, siku moja katika kipindi hicho, kama jinsi Mlede anavyotuambia, inaweza ikachukua siku moja, inaweza ikachukua hata wiki ya wakati huu, hata wiki, hata zaidi ya wiki, siku moja tu. Sasa mtauliza ilikuwa masaa mangapi? Ilikuwa 24, na hata kama ni 24 mnafikiri ni hivi jinsi unaamuka kidogo kumekucha au no? Kwa hiyo angelibaki katika maswali hayo muda wote hadi atakapotoka katika hali hii inayoonekana, na huu sio utaratibu. Mtu atakie kubaki katika muda wa mateso kama hayo kwa miaka na miaka na miaka na miaka? Hapana. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Ndio maana Mutatedi alimwambia hapo juu ambapo tulisoma, akasema kwamba tendo la kuchukiza ulilofanya hivi punde litadhihirisha kinyume cha umoja katika hali inayoonekana ambacho ni jina lako. Maana yake ni kwamba ikiwa mnataka kuelewa vizuri, ndugu zangu nyote mnaotaka kuelewa, kitendo cha Mawala kuoa wake wawili hakuhukumiwa kwa hilo. Sikilizeni kwa makini kwa sababu ulimwengu wa kiroho unaangalia lengo lilikuwa nini hasa, nia yako ilikuwa nini hadi wachukue wanawake wawili naongelea kuhusiana wa kwanza, sio sisi wengine ambao tumezaliwa wakati huu waza baada ya hapo, kwamba kwa hiyo na mimi kuna lengo langu nilikuwa na huyu alikuwa ana matatizo ndio maana nikamchukua nimsaidie. Hayo hakuna sababu. Yeye ndio nasema mwanzilishi wa haya mambo, sio sisi katika kipindi baada yake nini. No, hakuna mtu ambaye atajitetea kuhusiana na hili. Kwa hiyo kuhusiana na kitendo hicho, Mawala ndiye ninayesema hakuhukumiwa kwa hilo kosa, kwa sababu nikawambia kwamba yeye ndio mwanzilishi, bali kitendo ambacho kimemfanya yeye ahukumiwe ni kwa sababu matendo hayo aliyoyatenda yatadhihirisha, yatakuja, yataonekana tena kwa watu wengine katika vizazi vitakavyokuja, lakini wao watafanya hivyo sio kwa sababu tena hiyo ambayo yeye Mawala alipitia. Maana waulize wale wanaotaka wanaohoa zaidi ya mwanamke mmoja, waulize kwa nini wanafanya hivyo. Wengine watasema sijui kwa sababu ni imani langu, wengine watasema kwamba wanapenda kuwa na watoto wengi, wengine watasema kwamba na wengine, na tunajua kwamba wote wanaopenda hivyo wake zaidi ya mmoja ni kwa sababu wanapenda ngono. Yaani hata muongee namna gani hiyo ndio siri, tunawambia ni watu wanaopenda ngono. Lakini Mawala yeye wa kwanza, hilo haikuwa issue, hakuwa kwa sababu ya ngono, hakuwa na haja ya kuwa na wanawake wawili kwa sababu ya tendo la ndoa za wazae watoto. No, yeye aliangalia tatizo lake lilikuwa nini. Sasa nikiwa na hao wanawake wawili wataziba pengo ya hao watu wawili ambao nimewaua. Kwa hiyo huyu atanifariji kwa upande wake na huyu atanifariji kwa upande wake, na mimi nitaishi na amani. Hilo ndio lilikuwa lengo la yule ambaye ni mkubwa wa mitaala katika hali inayoonekana. Hiyo ndio sababu yake. Sasa wengine wote katika wakati huu, kwa nini wanachukua wake wengine? Wao wanawake ni wengi kuliko wanaume. Uliwahesabu ukaona kwamba ni wengi kuliko wanaume? Si wao wanafariki kwenye vita nini, wanawake wanabaki wajani wengi. Sasa hesabu hiyo wewe mwenyewe ulihesabu. Wametoa takwimu, hiyo takwimu una uhakika kwamba ni kweli jinsi wanavyosema? Kwa sababu leo unapohesabu hapa, mimi naongea hapa hivi, maelfu na mamilioni ya watoto wamezaliwa kwenye sekunde hata moja, na wengine wanafariki katika muda huo huo. Sasa kwa nini watu waje kudanganya wengine? Sasa kwa hiyo kutokana na kitendo hicho cha kuua watu wawili, ni kitu ambacho kingemsumbua sana katika maisha yake, na kama jinsi nilivyosema kwamba watu walikuwa wakiishi kwa muda mrefu sana. Sasa utaishi namna hiyo katika mateso hayo, ukifikiri kwa nini sikuona, kwa nini nilimuua babu yangu, kwa nini hapakuwa mwanga, kwa nini kulikuwa giza, kwa nini nilikuwa nimefunikwa, hayo mambo kwa muda wote huo hadi utakapotoka katika linaonekana. No, hapana. Kwa hiyo sio lengo. Ulimwengu wa kiroho hauko hivyo, hiyo sio lengo. Ndio maana akachukua wake wawili. Kwa hiyo kitendo hicho alichokifanya yeye cha kuchukua wake wawili
kwake ye Mawala. Ndio nasema wengine wasije wakabadilisha maneno yangu kwamba kuchukua hivyo sio tatizo. Nasema kwake ye Mawala haikuchukuliwa kuwa dhambi, lakini ilichukuliwa sasa kosa, kwa sababu hicho kitendo hakitabaki hapo, kwa sababu ni msingi, kama vile ameweka msingi. Sasa wengine watakuja kuchukua hayo baadaye, na wao watafanya sasa kile ambacho kiko tofauti. Hawatakuwa na sababu yote ambayo iko muhimu kwa nini wafanye hivyo. Ndio maana Mawala aliwaambia wake zake Dolise na Edingedinge, sikilizeni sauti yangu, iweni makini kwa maneno yangu. Nilimuua bila kukusudia Bongise, kuna mkato, Kaini babu yangu, kuna mabano yetu, kwa sababu ni babu yake, tena ni babu yao wake zake, kwa sababu ni dada zake, mwanaume, kwa kusikiliza bila kuchunguza. Na Dibokimene kaka yangu, kuna mabano yetu, kwa sababu ni ndogo wao kijana, kwa jeraha langu. Kwa hivyo sitasumbuliwa mara 7 zaidi na Mudima Bekokise. Tunasimama kwanza hapo, alafu tunaingia ndani. Kwa nini? Ni nani aliyemwambia, aliyenijulisha kwamba hata asumbuliwa tena na Mudima Bekokise mara 7? Mara 7 ni kitu gani? Unapokuwa katika matatizo, yawe matatizo ya namna gani, lazima kuna mambo 7 ambayo utakutana nayo. Hayo mambo ukiwa katika matatizo, lazima yote yatakuwa katika matatizo yako. Nasema mambo 7 ukiwa katika hali yote, woga, aza sijui wasiwasi, aza maumivu nini, mambo 7 lazima yatakuwepo, na zaidi ya hapo hakutakuwa. Ni haya mambo 7 ambayo yatakuwepo katika matatizo ambayo utakuwa uko ndani yake. Sasa hayo mambo 7, nyuma kuna roho 7, na hizo roho 7 ni roho zilizokuwepo kwenye mwanzo wa uumbaji. Sijui kama mnaelewa ndugu zangu. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika matatizo, lazima hizo roho zote 7 kwa haya maneno zitajizirisha tu, tuseme. Kwa hiyo yeye hatasumbuliwa, ndivyo alivyosema. Kwa hivyo sitasumbuliwa mara 7 zaidi na Mudima Bekokise. Sasa alijuaje kama jinsi nilivyouliza? Ni kwa sababu Mutatedi alimfunulia kwamba wewe usijali, hautohukumiwa kuhusiana na hilo, kwamba labda no, hapana. Alafu akaendelea kusema chini ya mitazamo ya kutoboa ya roho wa hekima. Kwa nini roho ya hekima? Aza roho wa hekima. Kwa nini roho wa hekima? Kwa sababu maandiko yanasema kwamba mwenye busara huwa anaona hatari na anafanya nini? Anajificha. Yeye aliona hatari, akaona kwamba haya mambo ambayo mimi nimejiingiza, sijui naweza nikatoka namna gani. Akafanya nini? Akajificha. Akajificha wapi? Ndani ya dada zake ambao ni wake zake. Hivi sijui kama unaelewa. Kwa hiyo hapo udhihirisho wa roho wa hekima, wa nani? Wa hekima, akajidhihirisha kwake. Roho wa utambuzi, alitambua, anatakiwa kutambua kwamba no, hili ni no, hata nifanye hili ni. Roho wa maarifa, lazima uwe na maarifa. Roho wa tafakari, alitafakari kweli kweli ili kufanya uamuzi. Roho wa akili, alikuwa na akili kweli kweli. Roho wa nguvu, alikuwa na nguvu ili kubeba haya yote. Na roho wa haki, ni kwa sababu kwa kuchukua dada zake ameona kwamba hii ni haki, ili kwamba naye pia hiyo hali ipate kuondoka. Sijui kama unaona hivi. Kwa hiyo hizi roho 7 unapokuwa katika matatizo, lazima utakuwa unaingia ndani. Ya utakuta kwa mfano unasumbuliwa, nguvu hakuna, yani mara unaona labda haki hakuna, yani kama vile akili yani unavurugika kweli kweli. Aidha, unapoingia katika matatizo hayo, lazima utafikiria, unatakiwa kutumia akili, nguvu, haki, nini, tafakari, nini, yani mambo yote, utambuzi, maarifa, hayo mambo yote lazima uyatimize. Alafu anaendelea kuambia wake zake kwamba, ambali dada zake tena, muungano wangu, kuna mabano, katika uhusiano na wanawake kadhaa, tunafunga mabano, nanyi utawatia moyo na kukubaliwa na wengi kwa vizazi vilivyo mbali sana na chetu. Lakini matendo yangu, kuna mabano, kazi, ndoa ya wake wengi, tunafunga mabano, pia yatatajwa na kuandikwa katika sheria 77 za kichawi ambazo zitajizirisha katika wakati unaojulikana na roho za gizo kuu la vitu. Kwa hivyo nikasema kwamba demoni ambayo itakuwa nyuma ya sheria hizo 77 hapa wakati huu bado haijazaliwa. Ndipo sasa Dolise na Edingedinge walimuuliza Mawala swali kwa maneno haya: Mawala kaka yetu, kuna mkato, mume wetu, sheria 77 za kichawi ni zipi? Mawala alijibu na kusema, dada zangu, kuna mkato, wake zangu, Mutatedi hajanifunulia siri ya sheria 77 za kichawi ambazo
zitajizirisha muda mrefu baadaye. Kwa hiyo yeye hakufunuliwa hilo, lakini Moto alifunuliwa, aliona, alijua hivyo. Dubise pia alifunuliwa hilo. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa kuishi katika nyakati zake. Kwa hiyo hizo sheria 77 za kichawi Mutatiji hakumfunulia yeye Mawala. Ndio maana kitabu cha Demonolojia sura yake ya kwanza mstari wa 592 inasema utashiriki kwa hiari mitala. Yaani utashiriki kwa hiari mitala. Hiyo ndio sheria mojawapo katika hizo sheria 77 za kichawi ambayo aliambiwa mapema kwamba zitawekwa, zitakuja, zitawekwa. Ndio maana kitabu cha Wumse ambao utaita Nu sura yake ya kwanza mstari wa 3 hadi 6 inasema kisha ikawa kwamba sehemu kubwa ya vizazi kutoka ukoo wa Pongise, kutoka kizazi cha wana na binti wa Mawala, walianza, kuna mabano, wakawa wasioanzisha, tunafunga mabano, kufanya kinyume cha umoja katika hali inayoonekana, yaani mitala. Kwa hiyo matendo ya Mawala tayari yanaanza kutenda kazi baada ya vizazi vinavyokuja. Hili pia lilitokea kwa sababu ya lango lililotokana na kitendo cha kuchukiza kilichofanywa zamani na Mawala. Hili lilisababisha kutotii sheria inayokataza desturi ya mitala, yaani kuna mabano dibala Mawala, yaani ndoa ya Mawala, yaani ndoa ya wake wengi. Aliye na mitala ni mwenye wake wengi, kuna mkato, yaani muna Mawala, yaani mtoto wa Mawala. Yaani yeyote ambaye mnajua kwamba ana wake zaidi ya mmoja, mjue kwamba huyu ni mtoto wa Mawala. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri. Aha. Mtoto wa Mawala kuhusiana na wale wote wanaokubali au wanaofanya ndoa ya wake wengi. Ndio maana tukasema kwamba Monmouth alikuwa mwana wa Mawala kutokana na mitala. Yaani alikuwa mtoto mzuri kabisa wa Mawala, kwa sababu Monmouth ambaye wataita Sulemani, yeye aliingia kabisa katika kina kwelikweli cha ajabu cha mitala. Hata akina Sango na wengine wote ambao mnajua kwamba walikuwa na wake zaidi ya mmoja, wote hao ni watoto wa Mawala, kwa sababu Mawala ndiye chimbuko la mitala. Dada zetu kadhaa Wehusi kutoka kwa ukoo wa Pongise kupitia Mawala walianza kujisemeza. Kuna nukta mbili. Ona bamulolo mabungulani, malaika walioanguka utaratibu wa 3 walilala na walikuwa na watoto kadhaa na aina za mamalia wa baharini, kuna mabano jike, aina kadhaa za ndege na aina tofauti za mamalia wa nchi kavu, kuna mabano ardhini, na aina tofauti za wanyama kwa kuchukua, kuna mabano mara nyingi, tunafunga mabano wao. Pia muonekano, tunafungua mabano dume, tunafunga mabano wa aina hizi za ndege na aina hizi tofauti za mamalia wa nchi kavu, tunafungua mabano ardhini, tunafunga mabano. Na kwa aina zote hizo zote tofauti za wanyama, aina ya wanyama hawa ilikuwa na hatia ya kutokuwa waaminifu, kwa sababu hiyo ni mada nyingine ambayo malaika walioanguka walikuja kutembea na wanyama na baadhi, na hao wanyama walikuwa nao pia na waume zao. Kwa hiyo walienda zidi ya waume, yani walizini, tuseme, walifanya mambo ya uzinzi. Kwa hiyo hawakuwa waaminifu katika kipindi hicho. Kwa hiyo ni sehemu kidogo tu kuhusiana historia ya Mawala. Ndio maana ndugu zangu, kabla ya kumhukumu mtu, kwa sababu kwa mujibu wako umeona amefanya kitu fulani, ni vema kwanza kujua kwanza kwa nini huyu mtu ametenda hili jambo. Ni vema, kwa sababu ukweli gisi ambao mnavyotakiwa kuelewa ni kwamba neno halitaki mtu kutenda dhambi. Sasa inapotokea kwamba huyu mtu anatenda dhambi, basi neno linapenda kwanza lijue kwa nini huyu mtu ametenda hii dhambi. Na ndio maana nikasema nami pia kwamba kabla ya kumhukumu mtu, kwa sababu kwa mujibu wako ametenda kitu ambacho si kizuri, ni vema kwanza ujiulize, ujue kwanza kwa nini mtu huyu ametenda kosa hili haiza lile. Ujue sababu kwanza, ni kitu gani kilichomsukuma kutenda namna hiyo. Hicho ndio kitu ambacho ni muhimu kabla ya kwenda kuhukumu mtu mwingine. Sasa ikiwa Mutatiji, ikiwa roho hakumhukumu, wewe utakuwa ni nani ambaye utaenda kumhukumu Mawala aiza mwingine? Kwa hiyo Mawala alipata mtoto mzuri kabisa ambaye anajulikana kwa jina la Monmouth. Loba anaendelea kujitukuza.